roho ya Mungu. Hakuna shetani anaelewa. Hata akili yako haielewi mpaka imepewa kuelewa. Kwa hiyo wakati ujui uombe nini, nena kwa lugha. Unaponena kwa lugha, unaengage ufalme wako, unahusisha ufalme wako. Kati umekutana na jambo gumu na changamoto, haujui cha kufanya, nena kwa lugha. Kama hujajaza Roho Mtakatifu kwa kiwango cha kunena kwa lugha, tamani hilo jambo litokee kwako. Sababu hii sio lugha ya dini, ni lugha ya Roho Mtakatifu, ni lugha ya ufalme. Kila ufalme una lugha. Kama vile Tanzania tuna Kiswahili, wala ufalme wa Mungu tuna lugha ya Roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia na ufalme wa Mungu pia kama vile zilivyo falme nyingine kuna mifumo. Ni muhimu sana kufahamu hivi. Kuna mifumo. Wakati naelezea utoaji ni kanuni mojawapo ya ufalme. Sio kanuni pekee, ni kanuni mojawapo ya ufalme. Sawa? Kwa wakati naelezea utoaji utanielewa zaidi ukiwa umeuelewa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu pia una mifumo, una systems. Una utaratibu wa kuendesha. Ufalme wa Mungu unaendeshwa na mifumo. Na mifumo inaendeshwa na kanuni. Mfumo wa afya Tanzania unaendeshwa na kanuni za afya. Kuna taratibu za mfumo wa afya. Kuna taratibu za kiulinzi. Kuna taratibu za ulinzi wa jeshi. Kuna taratibu za kijeshi. Kuna taratibu za kipolisi. Kuna taratibu za kiusalama wa taifa. Kuna utaratibu wa kumwaresti mtu. Ni taratibu kabisa za kipolisi. Unaendeshwa na taratibu kwamba unapoenda mtu amefanya kosa, unapoenda kumkamata, ufanyeje? Kuna utaratibu. Hata kama unakiukwa wakati mwingine ukiukwa utaratibu kabisa kwamba utafanya hivi, utafanya hivi. Kuna taratibu za kimahakama. Kwa sababu kila mfumo uko na taratibu, uko na kanuni. Na ndivyo ndivyo ufalme wa Mungu ni mfumo. Maana yake kwenye ufalme wa Mungu kuna namna ya kuwa na afya, kuna namna ya kuwa na afya. Au na afya tu kwa sababu Mungu. Kuna namna ya kuna mfumo wa mafanikio ya kiuchumi. Au utafanikiwa kiuchumi tu kwa sababu uliokoka. Kuna mfumo wa kiulinzi. Au utafurahia ulinzi wa Mungu tu kwa sababu uliokoka. Maana kuna mfumo, kuna namna ya uendeshaji wa mambo na mfumo wa afya. Kwa mfano, mfumo maalum ambao unashughulika na afya. Kama ambavyo hospitali zina serikali na mfumo wa afya. Kwa mfano, kuna mfumo wa afya. Kuna mfumo wa kiuponyaji, kuna namna ya kupona kwenye mfumo. Na kuna namna ya kukaa bila kuumwa kwenye mfumo. Sipo namna hiyo. Kwa kama watu wa Mungu lazima tuwe na ufahamu na namna ufalme wetu unavyofanya kazi. Mifumo mbalimbali ya kiufalme inavyofanya kazi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfumo wa afya kwa kutunza. Biblia inasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Bwana afya. Maana yake kuna mfumo wa kimbingu tunza afya kwa Mungu. Mfumo wa kiuponyaji unasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Maana yake kuna utaratibu wa mbingu wa kushughulika na afya. Taratibu wa mbingu wa kushughulika na magonjwa. Taratibu wa mbingu kwa mfumo wa afya ya kidunia inaweza ikafanya. Sisi kama watu wa Mungu lazima tujifunze kutegemea ufalme wetu kwa afya zetu. Ili tukae salama. Ni muhimu sana hiki kitu. Ni muhimu na ufahamu wa kutosha wa afya ya kimbingu, afya ya kiungu, uponyaji wa kiungu. Kuna wakati uponyaji wa kidunia utafeli. Kuna wakati mifumo ya afya ya kidunia itafeli. Kama haujajijenga kiimani kuhusiana na afya ya kimbingu, ninakuhakikishia afya ya dunia ikifeli,
na imani yako itakolapse. Kwa mfano, wakati wa corona mifumo ya afya duniani ilifeli, na kuna watu wengi waliookoka imani zao zilitikisika ipasavyo. Kuna watu wanakutana nao, Mungu yuko kweli, anaokoka kabisa. Wakati wa corona, kama Mungu yupo, kuna corona imepiga hivi. Magundua mfumo wake binafsi wa kiimani umepata shida. Watu wengi waliikana imani kwa sababu mifumo ya kiafya ilifeli. Hata wale ambao walikuwa wanatazamiwa mategemeo ya kidunia yalifeli. Sasa hiyo ilikuwa ni ya kidunia, kinchi. Lakini kuna wakati kibinafsi, unaenda hospitali, daktari anakuambia hii tatizo ulilopata hauna miezi 6. Hivi unajua kuna walokole wengi atakufa kabla hata hiyo miezi 6. Yaani daktari anamwambia hapa utaishi miezi 6. Wengi anakufa miezi 6. Kwa sababu wengi wako tegemezi kwenye mifumo ya dunia ya afya. Na ndio maana watu wengi akipimwa na daktari akaambia una ugonjwa wote, anashangilia. Sasa sio jambo baya, lakini inaonyesha kuna kitu hakijakaa sawa. Kwa sababu siku ukiambiwa una magonjwa yote, utakata tamaa mpaka mwisho. Lazima utengeneze imani yako, uijenge imani yako kutegemea afya yako kwenye neno la Mungu. Watu wa Mungu, mimi sina shida yote na daktari wala hospitali, lakini ninachokwambia ni ukweli. Mifumo ya hospitali kuna wakati inaweza ikafeli. Kwa hiyo lazima ujifunze kujenga imani yako kwenye neno la Mungu. Yaani uwe excitement kwa kile neno la Mungu linachosema kuhusiana na afya yako kuliko kile daktari anachosema kuhusiana na afya yako. Kwa maana ukiwa unasoma neno la Mungu ukakutana na andiko linalosema mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu, yaani unalifurahia hilo andiko kuliko unavyofurahia ripoti ya daktari. Unafurahia ripoti ya neno la Mungu ambayo inasema aliutwaa udhaifu, alichukua magonjwa yangu. Kwa kama alichukua, siwezi kuwa nayo, alishachukua Yesu. Hiyo ikizama vizuri ndani yako, hata siku akapiga x-ray watasema kafu limeoza, watasema alichukua ugonjwa wangu. Kwa hiyo ripoti itakuchanganya. Lakini kama imani, unajua watu wengi nafikiri wana imani ila hawana imani. Kama unajua hawana imani, sasa ya taarifa mbaya. Hana mahali pa kushika, anachanganyikiwa. Tena wengine hata sio dalili, akisikia tu maumivu anaanza kuchanganyikiwa. Kwa nini? Hajajenga imani yako. Lazima ujijenge imani yako kwenye mfumo wa afya ya kiungu. Kwa sababu huu mfumo unaweza kutunza afya yako. Mungu anaweza kutunza afya yako mbali na magonjwa. Mungu anaweza kuponya ugonjwa wowote ukithubutu kuliamini neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mfumo wa afya wa kimbingu na unapaswa kuijenga imani yako kwenye afya ya ufalme. Kuna mfumo wa afya wa ufalme ambao una nguvu kuliko bima ya afya yote. Ni sawa na bima ya afya, lakini sio sawa kutumainia bima ya afya. Sasa bima ya afya inaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jijenge imani yako, na unajijenga wakati mzima. Jijenge wakati ukiwa mzima. Saa unapokutana na changamoto ya afya, sio saa ya kujijenga, ni saa ya kutumia kile ambacho umejijenga. Soma neno la Mungu linalozungumzia afya. Soma vitabu vinavyozungumzia afya na uponyaji. Sikiliza mafundisho yanayozungumzia afya na uponyaji wa kiungu. Yajaze ndani yako. Utashangaa kwa kadri unavyojaza neno la afya na ufahamu wa kiafya,
ndio kwa kadri ambapo utakuwa na afya. Ndio kwa kadri ambapo hata ikitokea shambulio la afya itakuwa rahisi kulishughulikia. Sijui kama ninaeleweka hapo. Mungu akituma neno ameona mbele. Mnanielewa? Mungu akituma neno ameona mbele. Lichukue hilo neno lifanyie kazi. Kwa sababu neno la Mungu ni unabii unaiona kesho yako. Ili kesho adui akijiandaa akute tayari una neno ili uvuke kwa wepesi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hakikisha unajenga imani yako, na hii nasikia msisitizo kabisa ndani yako. Hakikisha unajenga imani yako eneo la afya. Na imani yako ijengeke kuamini neno la Mungu kwenye afya kuliko kuamini pale. Wakristo wengi anaamini dawa fulani kuliko anavyoamini Mungu. Na nieleweke hapa, sina changamoto yoyote na dawa, sina shida yoyote na dawa. Lakini kuamini dawa fulani kuliko kuamini Mungu ni changamoto kwa mtu aliyeokoka. Unapaswa kuamini neno la Mungu kuliko dawa yoyote. Watu wengi akisikia kichwa kinauma akinywa Panadol, anasema akitapona tu, Panadol itafanya kitapona tu. Lakini sio wengi wanaamini neno la Mungu kwa kiwango hicho. Jifunze kuliamini neno la Mungu na linalohusu afya kiasi ambacho litakuwa juu ya chochote ambacho utakutana nacho. Amen. Bwana asifiwe sana. Kuna mfumo wa uchumi wa kiungu, mfumo wa kiuchumi, namna ya mbingu zinafanikisha watu wa Mungu. Mfumo wa kiuchumi kimbingu. Huu mfumo wa kiuchumi, of course, na mfumo wa kiafya ndio uliwatunza wana wa Israeli miaka 40 jangwani. Mfumo wa kiuchumi ndio uliwatunza wana wa Israeli miaka 40 jangwani. Ulikuwa unawalisha miaka 40. Tukitafakari haya maneno tutakuwa na mashaka na wewe Mungu. Kwa sababu jaribu kufikiri jangwani. Jangwani ni mahali ambapo pako plain, kuna mchanga tu. Alafu miaka 40 watu wanakula, wanakunywa. Miaka 40. Na Biblia inasema wazi. Maana yake unajua mchakato wa mtu kula nafaka. Biblia inasema mwanadamu akala nafaka za mbinguni. Unajua nafaka ni kitu gani? Mahindi ni nafaka. Chele ni nafaka. Si ndio? Na vitu kama hivyo. Unajua mchakato wa kula nafaka? Kula ugali mchakato wake. Maana yake yalipandwa mahindi, yakakua, yakaota, yakazaa, yakavunwa, yakakaushwa, yakasagwa, alafu ndio unasonga ugali. Sasa huo mchakato wote Mungu alikuwa na mbingu zilikuwa zinaufanya. Ufalme wa Mungu ulikuwa. Biblia inasema kila asubuhi walikuwa wanadondoshewa nafaka. Maana yake mbingu, ufalme wetu una uwezo wenyewe, una uwezo wa kumtunza mtu. Kama uliwatunza Israeli kwa miaka 40, hawakupungukiwa na chakula. Maana mfumo wa mbinguni unaweza kukutunza pia. Ufalme wa Mungu una mfumo wa kutunza watu wa Mungu. Jifunze kuamini kutunzwa na Mungu kuliko kutunzwa na biashara yako. Mungu anaweza akatumia biashara yako kutunza. Anaweza kutumia kazi yako kutunza. Lakini Mungu sio kazi yako. Mungu sio biashara yako. Maana hata kama haiko hiyo anaweza kutumia kingine. Naeleweka watu wa Mungu. Na hicho ndicho ambacho ninafundisha kwenye ugavi wa kiungu. Mfumo na ulinzi pia. Mbingu zina mfumo wa ulinzi kwa ajili yetu. Wako malaika wa kutosha kutulinda. Malaika, hakuna scarcity, hakuna upungufu wa malaika. Hakuna upungufu wa malaika. Hakuna upungufu wa malaika. Unajua kuna watu wanafikiri mapepo ni mengi kuliko malaika. Shetani aliasi na moja ya tatu. Yaani kama mbinguni kulikuwa na
majeshi ya malaika 1,000,000. Shetani aliondoka na 330,000. Ikabaki 670,000. Kwa hata kama Mungu ndio anaumba malaika, kwa tujue aliongeza au walibaki wale wale, lakini tufanye walibaki tu wale wale. 330,000 kwa 600,000. Lakini ndani ya ufahamu wa watu wa Mungu wengi, shetani yuko mwingi kuliko Mungu. Ndio maana watu wengi wanamuona shetani kuliko wanamuona Mungu. Watu wengi wanamtaja shetani kuliko wanamtaja Mungu. Watu wengi wanataja mapepo kuliko wanamtaja malaika. Inaweza ikapita wiki nzima hujataja malaika, ila Wakristo wengi hawezi pita siku hajataja shetani kama pepo, hajaomba kinyume na. Watu wengi hawaombi kuruhusu malaika, wanaomba kukemea mapepo. Kwa unagundua watu wengi hawana imani kwenye mfumo wa ulinzi, wana imani kwenye mfumo wa kushambuliwa. Na hili ni tatizo kubwa kwa watu wa Mungu. Unapaswa kuamini kuhusiana na ulinzi wa Mungu kuliko unavyoamini kuhusiana na mashambulizi ya nguvu za giza. Lakini jaribu kujifikiria. Unaamini zaidi nini? Wengi wanaamini mashambulizi kuliko wanavyoamini ulinzi. Mimi naamini ulinzi kuliko ninavyoamini kushambuliwa. Watu wengi mifumo yao ya kufikiri hawafikiri mbingu ziko pamoja na wao, wanafikiri zaidi shetani yuko kinyume na wao. Na ndio maana wengi wanaathirika na nguvu za giza kuliko wanaathiriwa na nguvu za Mungu. Ukitaka kunielewa ninachokiongea, kama una Biblia kwenye simu yako, yataka kuona namna ambavyo sisi wa Kristo tuko kinyume kabisa na kile maandiko yanasema. Kama una Biblia kwenye simu yako na inaweza kufanya search, nenda kwenye Biblia alafu andika neno shetani. Search. Utagundua neno shetani linatokea, kama ni mara nyingi, ni mara 50. Mimi na Biblia hapa tunaweza tukafanya hivi. Ukienda kwenye Biblia ukaandika, ukasearch neno shetani. Shetani ukasearch, imetokea mara 59. 50 na ngapi? Ukienda kwenye Biblia ukasearch neno Mungu, limetokea mara 3,870. Unajua maana yake? Mungu anataka umjue yeye zaidi ya unavyomjua shetani. Nenda kwenye Biblia, andika neno mapepo. Mapepo. Okay, sasa ukiandika mapepo inawezekana haiko direct, lakini ukiandika pepo maana yake uko ndani kuna mapepo. Alafu ukiandika neno malaika. Ukiandika neno malaika inatokea mara 286. Ukiandika mapepo unaweza ukakutana na mapepo roho chafu labda mara 15. Maana yake ni Mungu anataka ujue sana kuhusiana na malaika kuliko unavyojua kuhusiana na mapepo. Neno la Mungu limejaa malaika kuliko mapepo. Neno la Mungu limejaa Mungu kuliko shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiangalia vitu vingine, ukiandika neno hofu, ukaandika neno imani, utagundua imani imeonekana mara nyingi kuliko hofu ilivyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake neno la Mungu linataka tuwe na imani kuliko tulivyo na hofu. Lakini sisi tunaamini kinyume. Andika neno wachawi kwenye maandiko. Alafu
linganisha na kingine. Lakini unakuta huyu Mkristo anawaza sana wachawi, anawaza sana mapepo, hawazi malaika. Wakati kuna malaika wengi wa ulinzi kuliko mapepo ya kumshambulia. Kwa kwenye ufalme wa Mungu kuna mfumo rasmi wa kutulinda. Tunalindwa kuliko tunavyofikiria. Tunalindwa, kuna mfumo rasmi wa kututunza. Sisi kama watu wa ufalme lazima tuwe na ufahamu huo na utambuzi huo. Amen. Bwana asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Jambo lingine, nguvu ya kila ufalme ni watu wake. Hii nilishaisema, sitaiongelea sana. Na nguvu ya ufalme wa Mungu ni sisi. Wewe ndio nguvu ya ufalme wa Mungu. Sababu nguvu ya kila ufalme ni watu wake. Na nguvu ya ufalme wa Mungu ni sisi. Mungu alipotaka kutengeneza ufalme duniani, alileta watu duniani waliookoka. Kwa hiyo tunapookoka, maana yake tunahamishiwa. Jambo lingine, tunapookoka, kuokoka ni kuhamishiwa kwenye ufalme wa Mungu. Siku ulipookoka, nini kilitokea? Ulihama kutoka ufalme na kuingizwa kwenye ufalme wa Mungu. Kuokoka ni kuhamishwa ufalme. Kuokoka ni kuhamishwa ufalme. Yohana sura ya 3 na mstari wa 5. Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa roho kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Maana ya kuokoka ni nini? Ni kuhama kutoka ufalme na kuingizwa kwenye ufalme mwingine. Kuhama kutoka ufalme wa giza na kuingizwa kwenye ufalme wa nuru wa Mungu. Kwa ulipookoka, ulitolewa kwenye ufalme wa giza. Ni kuingia, Biblia inasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Maana mtu asipokubali kuokoka hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Maana tunapookoka tunaingizwa kwenye ufalme. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Wakolosai 1 mstari wa 13. Wakolosai 1:13. Naye alituokoa katika nguvu za giza au katika ufalme wa giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Alituokoa na kututoa kwenye ufalme wa giza na kutuhamishia katika ufalme. Kwa ulipookoka ulihama ufalme, ulitolewa ufalme wa giza ukaingizwa kwenye ufalme. Maana yake tangu ulipookoka wewe ni mwana wa ufalme, ni mtu wa ufalme. Kwa kama tunataka kuishi na kupata matokeo ya ufalme wetu, lazima tuanze kufikiri kwa namna hii. Mimi ni mtu wa ufalme, mimi ni mwana wa ufalme. Moja ya namna ambayo watu wengi wanashambuliwa na nguvu za giza ni kwa sababu hawajioni, bado wanajiona bado wako kwenye nguvu za giza, wako kwenye himaya ya giza. Kwa ajioni ametolewa, na maandiko yanasema tulihamishwa. Alafu mstari wa 14 anasema ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Sasa haya yote, moja ya mafanikio makubwa ya mtu aliyeokoka ni kugeuza fikra zake na kuwa na fikra za kiufalme. Na kimsingi hilo ndio lengo la hiki kitu tunachojifunza. Mabadiliko makubwa yanayotokea kwenye mtu aliyeokoka
Mafanikio makubwa ni kugeuza fikra na kuwa na fikra za kifalme. Kuwa na kitu kinaitwa kingdom mindset. Kufikiri mambo kifalme, kufikiri maono kifalme, kufikiri utoaji kifalme, kufikiri ibada kifalme, kufikiri dhambi kifalme. Hilo ndio badiliko kubwa la mtu aliye. Ni kweli amehamishwa, lakini na kuingizwa kwenye ufalme lazima aanze kujifikiri kama mtu wa ufalme. Badiliko kubwa la mtu aliyokoka litatokea pale ambapo fikra zake zitaanza kufikiri sawa sawa na ufalme. Ndio maana maandiko yanasema kwenye Kolosai 3:1, nimelitaja sana hili andiko, basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Change your priorities. Yatafuteni yaliyo juu. Yatafuteni yaliyo juu. Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu, hapa anaongeza kusema yafikiri yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Tuko kwenye nchi, tuko duniani, lakini tunapaswa kufikiri sawa sawa na ufalme wetu. Amen. Maana mlikufa nao wewe umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Warumi sura ya 8 mstari wa 5. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Kwa lugha nyingine, wale waifuatayo dunia ufikiri sawa na dunia. Wale wanaofuata mfumo ya dunia ufikiri sawa sawa na mfumo. Wanapewa fikra na mfumo wa dunia. Wale wafuatao ufalme wa dunia, ufalme wa giza, wanapewa kufikiri na yale wanayokutana nayo. Unachokutana nacho kisikupe kufikiri. Neno la Mungu ndio likupe kufikiri. Niliongea sana jana juzi. Hali ulionayo isikupe wazo. Neno la Mungu likupe wazo, likupe namna unavyofikiri. Wale waufuatao mwili huyafikiri. Maana fikra zinakupa uelekeo. Kufikiri kwako ndio kunaamua unafuata nini. Kwa unapoanza kufikiri unafuata. Wale waufuatao mwili hufikiri mambo ya mwili. Maana yake wale wafikirio mambo ya mwili wanaofuata mwili. Naeleweka vizuri? Wale waufuatao ugonjwa ufikiri ni wagonjwa. Maana yake ukianza kufikiri ugonjwa unaofuata ugonjwa. Ukianza kufikiri umaskini unaofuata umaskini. Ukianza kufikiri ajali unaifuata ajali. Wale waufuatao mwili, fikra zako zinaamua mwelekeo wako. Mawazo yako yanaamua mwelekeo wako. Unataka mwelekeo wa ufalme, anza kufikiri ufalme. Inasema na wale waifuatao roho uyafikiri mambo ya roho. Mambo ya ufalme. Rohoni kuna afya. Rohoni kuna mafanikio. Unasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako. Maana ndani ya roho kuna mafanikio ya kiuchumi, ya kifedha. Ndani ya roho yako kuna afya. Unajua wewe ni roho, unaishi kwenye mwili. Ndani ya roho yako kuna afya. Ndani ya roho yako kuna mafanikio. Ndani ya roho yako kuna kila. Lakini pia kwenye mwili kuna afya. Sawa? Kwa una afya mbili. Una afya ya kwenye mwili na ya rohoni. Afya ya kwenye mwili inategemea mazingira. Afya ya rohoni inategemea nafasi yako katika Kristo
na kujitambua kwako na neno la Mungu. Kwa hiyo afya ya mwili wako inatokea nje, afya ya roho yako inatokea kwa Mungu. Sasa kupitia kufikiri na imani ndio kunakosababisha afya ya roho yako ihamie kwenye mwili wako. Kwa kama mtu wa Mungu, jifunze kutegemea afya yako rohoni mwako na sio mwili wako. Amen. Jifunze kutegemea afya yako wapi? Rohoni. Jifunze kutegemea mafanikio wapi? Rohoni. Anasema kama roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama tunaeleweka vizuri watu wa Mungu. Na unaanza vipi? Sema kwa kuwa wale wafuatao mwili uyafikiri mambo, bali wale waifuatayo roho uyafikiri mambo ya roho. Hapa sema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Maana anayekubali kufikiri kwa kupewa mawazo kutokea mwilini na duniani anaelekea kwenye mauti. Nia ya roho ni uzima. Uelekeo wa fikra zako ndio uelekeo wa maisha yako. Aonavyo mtu maisha mwake, afikirie mtu maisha mwake ndio. Moja ya mafanikio makubwa ya mtu aliyeokoka ni kuwa na fikra za kiufalme. Ndio maana maandiko yanasema bali utafuteni kwanza ufalme. Ufikirini kwanza ufalme. Mabadiliko yanaanzia kwenye kufikiri kwa usahihi kuhusiana na kila unachokipitia na kila unachokutana nacho. Anza kufikiri kwa usahihi, bali utafuteni kwanza ufalme wake. Weka vipaumbele vyako sawa sawa. Anza kufikiri kwa usahihi. Wakati unaenda kazini, anza kufikiri ufalme kwanza kabla ya kingine chochote. Kwenye kipato chako, anza kufikiri ufalme, kwamba kila anachonipatia Mungu kwanza ni kwa ajili ya ufalme wake. Fanya hiyo ndio fikra zako. Kwanza ni kwa ajili ya ufalme wake, sio kwa ajili ya mahitaji yako. Wale watu ulianza nao juzi watanielewa. Mungu anakupa kazi kwanza kwa ajili ya ufalme wake. Mungu anakubariki kwanza kwa ajili ya ufalme wake, sio kwa ajili ya kingine. Anza kufikiri kwa namna hiyo, kwa sababu nguvu ya kila ufalme ni watu wa Mungu. Anza kujifikiri kwanza wewe ndio nguvu ya ufalme wa Mungu. Usianze kujifikiri kama wewe ni mtu wa ziada kwenye ufalme. Unajua watu wengi wanajifikiri ni watu wa ziada kwenye ufalme. Hawajioni kama wao ni sehemu ya ufalme wa Mungu, sehemu ya mwili wa Kristo. Change your mindset. Geuza namna unayofikiri. Kwa sababu huwezi kufanikishwa na ufalme wa Mungu kama hujabadilisha namna unavyofikiri. Yohana sura ya 2, sura ya 3 mstari wa 2. Mathayo sura ya 3 mstari wa 2. Anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 3:2. Tubuni, kwa maana iko hivi watu wa Mungu. Sasa hili neno tubuni, watu wengi tunalichukua kwa eneo moja ya dhambi pekee yake. Kuna toba ya dhambi na kuna toba ya ufalme. Neno kutubu maana yake geuza namna unavyofikiri. Neno kutubu, change your mindset, geuza uelekeo wako. Sasa hapa ni Yohana anawaambia Israeli waliokuwa wanakuja kwa wingi kwenye kule ambapo alikuwa jikani anabatiza. Anaambia ni nani aliyewaonya mwikirie ghadhabu ya Mungu, enyi uzao wa nyoka? Hapa anaambia tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu au unakuja. Anawaambiaje? Geuzeni namna unavyofikiri, kwa sababu kuna kitu kinakuja kinaitwa ufalme wa Mungu. Na unajua alikuwa anamwongelea Yesu. Unajua Yesu, Yohana alikuja kumwandaa Yesu. Yesu alikuja kama mwakilishi wa ufalme wa Mungu. Yesu alikuja kutambulisha ufalme wa Mungu. Alikuja kutambulisha namna mambo ya mifumo
lugha ya mbinguni na vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo Yohana anawaambia wana wa Israeli, geuzeni namna mnavyofikiri, kwa sababu kuna kitu kipya kinawajia kinaitwa ufalme wa Mungu. Anawaambia msipogeuza namna mnavyofikiri, hamwezi kupokea ufalme wa Mungu. Na hii ndio changamoto ya Israeli mpaka leo, kwa sababu kuna namna ambao walikuwa wanamfikiri Mungu na wakukubali kugeuza namna wanavyomfikiri Mungu na ufalme wake. Alipokuja Yesu, kuna watu mpaka leo wanamkataa Yesu. Maana kuna mfumo fulani wa kiuponyaji anakuja nao, kama utageuza unavyofikiri utaukataa. Kuna mfumo wa mafanikio Mungu anakuletea, kama utageuza namna unavyofikiri utaukataa. Ndio maana kuna watu wengi wanamkataa Mungu katika fikra zao, japo wanajiita ni watu wa Mungu. Wanamkataa Mungu katika maisha yao, japo wanajiita ni watu wa Mungu. Kuna watu wengi wameokoka na waamini mfumo wa Mungu wa kufanikisha watu kupitia kumtolea Mungu kwa uaminifu. Amin. Kwa sababu mfumo anaukataa kwenye fikra zake, fikra zinaukataa. Kwa nini? Hajageuza fikra zake. Anasema tubuni, geuzeni namna mnavyofikiri. Kwa sababu msipogeuza namna mnavyofikiri, ufalme utakuja na mtaukataa. Na ndio maana Israeli walimkataa Yesu, kwa sababu alishazoea namna fulani ya ibada. Na ndani ya fahamu zao walikuwa wanajua Mungu anaabudiwa kwa namna hii pekee yake. Na unajua wapinzani wa Yesu walikuwa ni watu wanaojua kuhusiana na Mungu kwa mfumo fulani. Yesu anakuja na mfumo mpya wa Mungu, anamtambulisha Mungu, anautambulisha ufalme wa Mungu, namna ambavyo Mungu atashughulika na maisha yao kwa namna nyingine. Wanamkataa Yesu. Na ndio hapa Yohana anasema tubuni, kwa maana ufalme unawajia. Watu wengi ni kweli walipotoka wameingia kwenye ufalme, lakini fikra zao zinakataa ufalme. Kwa hiyo hawasaidiwi na ufalme. Kwa kama kweli tunataka kusaidiwa na ufalme wa Mungu, lazima tugeuze namna tunavyofikiri. Lazima uanze kujiona mimi ni mtu wa ufalme. Ni wajibu wako kutoa na kujitoa. Uanze kujiona wewe ni wa ufalme. Ngoja nielezee kwa namna hii, labda itaeleweka zaidi. Watu wengi wanatoa na kujitoa kwa Mungu, lakini hawatoi na kujitoa kama sehemu ya familia. Wanatoa na kujitoa kama walio nje. Sasa hiyo ni tatizo. Unatakiwa uanze kujiona kama sehemu ya ufalme. Alafu unapotoa na kujitoa, unajitoa kama mwana ufalme. Ndipo utaweza kufanikishwa na ufalme. Iko hivi. Kuna watu wengi anafanya kitu cha Mungu kama anamsaidia Mungu, au kama anasaidia kanisa, kama anasaidia ufalme wa Mungu. Afanyi kitu cha Mungu kama wajibu wake. Tunaelewa vizuri? Hawa ni watu wawili tofauti. Mtu anatoa sadaka kama anasaidia mchungaji, na mtu anatoa sadaka kama wajibu wake. Hawa ni watu wawili tofauti. Kwa maana kuna watu wengi leo anatoa alafu anataka credit, atoi kama wajibu, atoi kama mwanafamilia. Sasa mabadiliko na matokeo yataanza tukianza kujiona sisi ni sehemu ya ufalme, na sisi sio tulioko nje tunajaribu kusaidia ufalme. Kwa nikitoa, natoa kama mtoto. Ni kama vile baba anapofanya kwenye familia yake. Haufanyi kama mtu aliye nje, unafanya kama wajibu wake. Kwa hiyo sihitaji kusifiwa ili niache chakula nyumbani. Sihitaji mtu anipigie makofi ndio niache chakula nyumbani. Ninajua mimi ni wajibu wangu, nitatoa hela ya chakula nyumbani. Sasa watu wengi kwenye ufalme wa Mungu
anafanya kama aliye nje. Kwa maana anataka atambulishwe. Kuna watu wengi akiacha kusifiwa, akiacha kutambulika, anaacha kufanya. Kwa sababu hafanyi kama wajibu wake. Mtoto wangu ni mwanafamilia, ana wajibu ndani ya familia. Akiamka akafagia uwanja, hahitaji mimi nimsifie, ni wajibu wake. Ni wajibu wangu chakula kuwekwa mezani. Sihitaji familia yangu inishangilie kwa kuweka chakula mezani. Ni wajibu wangu. Ni wajibu wa mama kutunza na kupika na kufanya issue za familia. Anafanya wajibu wake. Sasa tunatakiwa kuwa na hiyo mentality. Unapomtolea Mungu kwa mfano, unafanya wajibu wako. Unapokuja unasafisha kanisa, unafanya wajibu wako kama mwana wa mfalme. Hiki ni kitu chako. Unapojenga kanisa, huo ni wajibu wako. Unahitaji kupewa uongozi wowote. Unahitaji kusifiwa na mtu yote, kwa sababu wewe ni mtoto, ni sehemu ya ufalme. Sasa watu wa Mungu tunafanya kutokea nje, hatufanyi kutokea ndani. Hakikisha unaanza kuchukua mambo ya ufalme kama wajibu wako. Nikichukua kama wajibu wangu maana yake wakati ninaenda kufanya kazi, moja ya sehemu ya wajibu wangu kama mfanya kazi kwenye mshahara wangu, ni wajibu wangu kuhakikisha kazi ya ufalme inaenda. Ni wajibu wangu kuhakikisha injili inaenda. Sasa si watu wengi wana mtazamo huo. Wengi wana mtazamo akifanya jambo ana mtazamo anamsaidia mchungaji. Na hilo ni tatizo kubwa. Akifanya jambo ana mtazamo wa kupata kuwa recognized. Yaani mimi ndio nafanya zile kazi zote, hata walitambui. Ni wajibu wako kama mwanafamilia kufanya kazi za familia. Ni wajibu wako kama mtu wa ufalme wa Mungu kufanya kazi za ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu utakuwepo hata mchungaji asipokuwepo. Na ndio ni kanisa la miaka mingi. Sidhani kama tangu limeanza alikuwepo mtumishi wa Mungu huyu. Si ndio? Lazima kulikuwa na mtu mwingine. Maana yake tunapofanya kazi kanisani, hatufanyi kwa sababu ya mchungaji, tunafanya kwa sababu sisi ni sehemu ya familia. Tukiwa na watu wa aina hii ambao wanajitambua wao ni sehemu ya ufalme wa Mungu, kazi ya Mungu itakuwa rahisi. Na maisha yetu tutaanza kuona yanaguswa na ufalme wa Mungu. Kwa kuanzia leo, usifikiri kama mtu aliye nje ya ufalme. Usijitoe kama mtu anayesaidia au msaidii mtu yoyote kwa kuja kusafisha kanisa, au msaidii mtu yoyote kwa kutoa sadaka, au msaidia mtu yoyote hapa kanisani kwa kufanya kile unachotakiwa kufanya kanisani. Kimsingi unajisaidia wewe. Unauruhusu ufalme wa Mungu uanze kuhusika na maisha yako. Kwa hata unapoenda kazini, ndio maana maandiko yanasema utafuteni kwanza. Moja ya kitu ambacho Wakristo tunapaswa kukibeba kama wajibu. Manake kila kitu cha ufalme ni wajibu wangu. Kwa manake nikipata pesa, ufalme wa Mungu ni wajibu wangu. Ni wajibu wangu kutoa ili injili iende. Kwa sababu mimi ni mwana wa ufalme. Mimi ni sehemu ya huo ufalme. Nina wajibu. Ni wajibu wangu kuambia watu habari za Yesu. Kwa sababu ninajenga ufalme wangu, ambao na mimi ni sehemu ya huo ufalme. Utashangaa itakuwa ni rahisi kutoa, ni rahisi kujitoa, ni rahisi kufanya kazi ya Mungu. Hakutakuwa na kusukumana kwingi. Kuna watu wakitoa tu shilingi kadhaa, anataka mpaka atambulike, wamseme ibada zote. Unaona mambo yamefanywa na fulani, asipofanywa hivyo anasema unaona hawanitambui hao. Ngoja nikatafute kanisa wanaonitambua. Huo sio ufalme. Watu wa ufalme wako hivyo. Watu wa ufalme wanajua ni wajibu wangu na nitafanya, aidha ninatambulika au si. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ni muhimu sana kuwa na mtazamo wa ufalme. Watu wa ufalme wanakata cross, wanaenda zaidi ya udini, wanaenda zaidi ya kujulikana, wanaenda zaidi ya kutambulika, wanaenda zaidi ya vyeo, kwa sababu wanajua ninafanya ninachokifanya kwa sababu leo tuna wapigaji, anapiga kwa sababu ya posho. Afanye kama kitu chake. Semeni kanisa hata watoi posho. Wanatumia vipawa vyao kwa posho.
Leo tuna waimbaji, anapoenda kwenye huduma haendi kama kitu cha kwake, anaenda kwa sababu kuna hela watamlipa. Wengine wanaweka hadi demand kwamba kama utanipa. Kuna wakati nilienda kuhubiri Kenya, yule askofu, ilikuwa ni kongamano la mafundisho wiki nzima. Yule askofu anasema amemwalika mwimbaji kutoka Tanzania, nikimtaja wote mnamjua, ila sitamtaja. Yule mwimbaji amemwambia, kwanza nitumie tiketi ya ndege, namba 2 ni deposit shilingi milioni 6 ya Tanzania, ambayo ilikuwa ni kama shilingi 300,000 ya Kenya. Nasema niwekee kwenye account 300,000 ya Kenya, alafu weka tiketi ya ndege, alafu nionyeshe na reservation ya hoteli ya 5 star. Mwimbaji wa nchi hafanyi kama kitu cha ufalme, anafanya kama business. Anaenda kuimba tena, anaenda kuimba na CD. Kwa sababu badala yake sasa, baada ya yeye kufeli, wakaitwa pendo mkono kuweka hayo mambo. Wakaitwa kwa tulikuwa na upendo mkono pale. Wanaimba, anaweka CD yake, anaimba. Anadai milioni 6. Hafanyi kama kitu chake. Leo hii tunawahubiri ambao anaenda mahali kwa sababu ya hela, kwa sababu kama yeye ni sehemu ya ufalme, kwamba Mungu amenipa hiki kitu kwa ajili ya mwili wake, kwa ajili ya ufalme wake. Kwa hiyo popote ambapo nitapata nafasi ya kujenga ufalme, kimsingi ninachofanya kwenu sio kwa ajili yangu, sio kwa ajili yenu pekee, ni kwa ajili yangu pia. Yaani na mimi ni sehemu, ninawajibika kwa ufalme wa Mungu, kwa sababu ni sehemu ya mwili. Ni kama mkono ukikuna kichwa kinawasha, kitachukua nini? Mkono wewe sema wewe kichwa una bahati, mimi niko wewe. Ni mkono mpumbavu. Kwa sababu hiki kichwa ndio kinawezesha mkono kuinuka. Si unajua kila kitu kinakuwa control. Kwa hata mkono kuinuka hivi. Sasa mkono ukasema wewe kichwa wewe ungewasha mpaka ukakoma. Na kichwa kinasema sasa lazima kale ka nerve kupeleka taarifa kwako. Utabaki tu umekaa hivi. Uone nani anashinda. Sasa ndivyo ulivyo mwili wa Kristo. Kidole kinajifikia bila mimi. Ni tatizo. Sisi wote ni mwili wa Kristo. Kuna mwingine Mungu amempa pesa kwa ajili ya mwili wa Kristo. Kuna mwingine hajapewa pesa, amepewa kipawa kwa ajili ya mwili wa Kristo. Mwimbaji ni kwa ajili ya mwili wa Kristo. Mimi nahubiri sio kwa sababu mimi ni bora kuliko mwingine, na mimi ni kwa ajili ya mwili wa Kristo. Kuna kitu ninacho mimi wewe huna, na ninakuachia kuna kitu unacho wewe mimi sina. Ukitaka kuelewa hivyo, mimi sinaweza kuhubiri labda nacho wewe huna. Na wewe si uwepo wako hapa usipokuwepo, nitahubiri hiki hapa. Maana lazima wewe uwepo ili hiki nilicho nacho kiwe na maana. Kila ninapoenda hakuna mtu amekuja, inakuwaje? Kila maana kila mmoja lazima aanze kujiona ni sehemu ya ufalme, na kila mmoja asimdharau mwingine kwamba yule ana lolote, kazi yake kusafisha choo. Utabana utaenda chooni kuchafu, utapata shida kule. Maana na yule ana nafasi yake kwenye Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kujiona kama ni mtu wa ufalme. Kila unapotoa na kila unapojitoa, usifanye kama unamsaidia mtu yote. Fanya kama wajibu wako, na utaanza kuona namna ambavyo ufalme wa Mungu ukusaidia. Kwa maana maandiko yanasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Amen. Amini umenielewa vizuri na utafanyia kazi yako uliyojifunza. Jumapili nitaeleza sehemu ya pili ya fundisho, kutoa kwa ajili ya ufalme. Toa. Kwa Jumapili kwenye ile ibada ya Sunday School tutakuwa na risali moja, nitaeleza kwa undani kuhusiana na utoaji unavyo connect na ufalme wa Mungu, na ile ibada kuu pia nitafanya hivyo. Amen. Mungu awabariki, na naomba tuishie hapo.
sababu